tunafanya sanaa kitaaluma. Kwa unapokuwa umefanya sanaa kitaaluma, unakuwa umeweka daraja kati ya wale wanaofanya sanaa pasipokuwa na taaluma na wale ambao wanafanya sanaa kwa kutaaluma. Kwa hiyo tunataalumisha sanaa ambayo inapelekea kuwa na vitu ambavyo vinaweza visipate nguvu kubwa sana hapa Tanzania, lakini vikapata nguvu kubwa sana nje ya nchi. Asante sana. Kwa nini umeamua kuja kuunga mkono hiki ambacho kinafanywa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Sanaa Blast ni jambo kubwa sana katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na ni kubwa zaidi kwa sababu ni miaka 10 tangu lianze. Sasa mimi kama mwenyekiti wa jumuiya ya wanataaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDASA, ambapo walimu wanaofundisha wanafunzi ambao wanafanya shughuli zote ni wanachama wetu, ni furaha kubwa sana, ni hamasa kubwa sana, lakini ni jambo la heri kuona kwamba wanafunzi ambao wanachama wetu wanawafundisha wanaweza kuandaa na kutuwasilishia yale mambo ambayo wanajifunza darasani kwa vitendo. Kwa hiyo waliponialika nilijisikia amani na furaha na nikasema hakika nitafika, na sasa nimefika. Hili tukio ni kubwa sana kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na baadhi ya watu ambao wanafuatilia matukio mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye upande wa sanaa. Lakini mitandaoni kwa wasanii wengi ambao tunafahamu ambao hawajatoka kwenye chuo hiki, aidha wametokea chini wakapanda juu, hawajapitia kwenye upande wa sanaa, kwenye upande wa taaluma mpaka wakafika hapo walipo, hatuwaoni wakiunga mkono kama hivyo ambavyo tulikuwa tunategemea. Tukitazama taswira ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni kubwa. Ni chuo ambacho kama ingekuwa ni hoteli tungesema ina hadhi ya nyota 5. Kwa nini inakuwa ni hivi? Ni kwamba hakuna connection ambazo zipo kati ya Creative Art Department na wasanii wakubwa ambao wapo nje ya idara sanaa, au ni nini ambacho kipo katikati? Chuo kinachofanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni taaluma, na siku zote taaluma sio kitu ambacho watu wengi sana wanakipa mwamko mkubwa sana, lakini uimara na ubora na matumizi ya taaluma unakuja kuyaona baadaye. Kwa mfano nikikuuliza kama unaweza kunitajia daktari bingwa wa ugonjwa wowote hapa Tanzania, unaweza usimtaje? Au nikitaja mwanaanga mahiri katika Tanzania, unaweza usimtaje? Lakini nikitaja msanii mkubwa wa muziki wa Injili, ni rahisi kuutaja. Kwa hiyo ni nature ya vitu vingine ambavyo vinatokea kwamba sanaa kwa sababu ya nguvu yake inaweza ikawa ni kubwa sana. Sasa sisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tuna utofauti kwamba hatufanyi sanaa bora liende, tunafanya sanaa kitaaluma. Kwa unapokuwa umefanya sanaa kitaaluma, unakuwa umeweka daraja kati ya wale wanaofanya sanaa pasipokuwa na taaluma na wale ambao wanafanya sanaa kwa kutaaluma. Kwa hiyo tunataalumisha sanaa ambayo inapelekea kuwa na vitu ambavyo vinaweza visipate nguvu kubwa sana hapa Tanzania, lakini vikapata nguvu kubwa sana nje ya nchi. Kwa hiyo hilo linaweza likatusababisha tuseme kitu kizuri sio lazima kipate popularity. Unaweza ukawa na kitu kizuri, popularity yake ikaja kutokea huko baadaye. Kwa mfano sisi tunaamini kwamba vijana wetu tunaowazalisha hapa wanafanya kazi kubwa sana kwenye sekta. Sio lazima wawe mbele ya kamera, unaweza ukakuta nyuma ya kamera na wanafanya vizuri huko wanakokuwa. Kuna baadhi ambao mimi nakutana nao kwenye upande wa idara ya sanaa wanafanya kazi nzuri kweli kweli kama unavyosema. Kozi zinabeba department inabeba takriban kozi 5 ambazo zipo, yani music, film, upande wa theater arts na zingine ambazo arts and design. Lakini ukiangalia kwenye soko kubwa ambalo lipo, wapo ambao tunawafahamu, lakini wengine hatuoni ile numbers ambayo inatoka chuoni ikienda moja kwa moja kwenye sekta ya sanaa na kurutubisha yale maudhui ambayo yametoka nao chuoni ya kitaaluma zaidi ambayo itaenda kuiboost sanaa yetu kufika juu zaidi. Ni kwamba watu wanasoma kwa sababu kozi hawajui, yani waje Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, au kuna nini katikati ambacho kinawatengenezea bonde la kuivusha hii sanaa kwenda kwenye level kubwa zaidi ambazo tukapata wasanii wengi. Unamfahamu kwa mfano mchoraji mkubwa Tanzania? Mchoraji mkubwa? Hapana. Sasa fuatilia, mchoraji mkubwa anatoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Labda kwa katuni kipanya. Huyo ni mkatuni, cartoonist yes. Lakini ukifuatilia mchoraji mkubwa wa kazi za sanaa anatoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mwanamuziki aliyesoma na kutamba duniani anatoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Unashanifahamu? Mwigizaji mkubwa ambaye filamu zake zinauza na kutambulika kimataifa anatokea hapa. Kwa hiyo inawezekana ni kwamba sisi labda kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na wasanii wetu au wanataaluma wetu hawajapata nafasi ya kujimarket vizuri ili waweze kutambulika.
hilo ni tatizo moja, lakini kwa maana ya kufanya kazi za kisanaa ambazo zinatambulika nje na ndani ya mipaka ya taifa, bado sisi tunafanya vizuri sana. Tunaweza tukawa na shida kidogo kwenye matangazo, na ni kwa sababu hatutaki kuwa na wasanii wanahitaji nafikiri nitakumbuka kidogo, lakini ni kama kupeleka kitu visivyotakiwa yani unapaisha kitu sio kukurupuka. Yani kwa mfano utasikia kiki exactly kiki, kwamba kwa sababu sisi tunafanya vitu ambavyo ni vizuri, hatutaki kiki. Ni kwamba kitu kishakitoa kitafanya nini? Kitajiuza, kitaenda tu vizuri. Kinaweza kisiende leo, au kinaweza kikaenda kwa namba ambazo ukiziangalia ni kubwa, kwa maana ya watu ambao sisi tukiwaangalia unaona hiki kitu ni kikubwa sana. Naweza nikakupa mfano. Kwa mfano, unaweza ukawa na comment kutoka kwa watu 500 Tanzania, lakini ukipata comment moja kutoka kwa waziri inakuwa ni kubwa kuliko wale 500, si ndio? Au ukapata comment kutoka kwa msanii mkubwa sana duniani, inakuwa ni kazi kubwa. Kwa mfano, unakuta sisi katika idara ya sanaa bunifu tuna miradi ambayo inaleta wanafunzi kutoka Uganda, kutoka Rwanda, kutoka Burundi, kutoka Kenya, kutoka nchi zote za Kiafrika. Wako hapa wakiwa wanafanya kazi, wanajifunza, na ukirudi huko kwao wanaanzisha vitu vikubwa ambavyo vinafanyika. Ni kwa sababu hatuwezi kutangaza, labda ndio maana hatuwezi kufahamika, lakini mimi binafsi kama mwenyekiti wa wanataaluma, ambapo walimu wa sanaa natoka huko, ninaamini kwamba na ninaona kwamba kuna vitu vikubwa ambavyo vinafanyika na vinafika mbali. Okay, tukiongelea kwenye uchoraji, umesema kuna mchoraji mkubwa ambaye ametoka UDSM na bado sisi hatakuwa tunamjua. Ni kitu gani ambacho kinatakiwa kufanywa labda kwa idara na katika tasnia nzima ili waweze kujulikana, kwa sababu hao wanafanya kazi nzuri lakini bado hawapati the exposure ambao wanatakiwa kupata? Marketing ni swala moja na kazi nzuri ni swala lingine. Kwa hiyo ambacho nafikiri lazima kifanyike ni kuangalia njia bora ya kutangaza kazi ambazo sisi tunatoa. Na kutangaza sio lazima kutoa kwenye kiki, kwa sababu kwa mfano ukifuatilia kwenye magazeti pendwa ya vijana unakuta kuna kichwa cha habari kinaongelea mengine kabisa, lakini ukienda ndani unakuta vitu tofauti. Sasa sisi hicho hatuwezi kufanya, kwa sababu sisi tunafanya taaluma ambayo ukitoa kitu, mtu akienda lazima akutane na kile kitu ambacho umekuwa nacho kwenye headline. Kwa hiyo ninafikiri kuna namna ambayo lazima idara ya sanaa bunifu kwa kushirikiana na wadau wengine iweze kufanya na kuhakikisha tunasonga mbele. Na hiki tunachokifanya leo ni mojawapo ya kile ambacho kinatakiwa kufanyika ili kiweze kufika mbali. Tunajua ni miaka 10 ya Sanaa Blast toka ianze na imekuwa ikikua progressively. Ndio. Kitu gani ambacho mnatarajia kitokee zaidi ili kuikuza ili jukwaa zaidi? Moja ya vitu ambavyo tunataka vifanyike, tunavyopelekea ni kuweza kupea wanafunzi wetu na wasanii ambao wanaibukia kwenye mtaa pasipokuwa na elimu ambayo ni nzuri, kwa sababu tunajua kuna wasanii wengi sana ambao wana kipaji, lakini kipaji bila kuwa na elimu akikufikishi mbali. Kwa sababu mimi binafsi na idara ya sanaa bunifu na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ujumla tunaamini kwamba ili sanaa iwe bora nzuri zaidi lazima itaarumishwe. Hapa ninamaanisha tukiwa na msanii ambaye ana kipaji lazima apate maarifa ambayo yatamwezesha kwanza kujua vitu vya msingi, kwamba mimi kama msanii natakiwa niwe na tabia za namna gani, natakiwa niwasiliane namna gani, natakiwa nitangaze kazi zangu kwa namna gani, na natakiwa nijihusishe na mtu gani ambaye mwishowe sitaishia katika kuharibika, bali nitaishia katika kuzalisha kitu ambacho kitanipeleka mbali na kufanya jamii inayonizunguka wafahamu kwamba kweli huyu ni msanii na anatoa sanaa ambayo inafanya vizuri sana. Kwa malengo yetu na moto tulionao ni kuhakikisha tunawaleta pamoja wanafunzi wetu, walimu wetu, pamoja na watu ambao wanajihusisha na sanaa kutoka maeneo mengine ya nchi, ili tunaweza kuunganika na kutoa kitu ambacho kitakubalika Tanzania na nje ya Tanzania. Mimi nishukuru sana kwa muda wako ambao umetupatia. Ubarikiwe sana kwa kuwasili. Asante sana. Asante sana. Shukrani.